Kwa jina anaitwa Peter Mugeta, ni mlezi wa Utoto Mtakatifu parokia ya Kwaikamo, lakini pia ni kiongozi wa Scout Katoliki jimbo kuu la Mwanza. Katika utume wetu wa malezi ya Utoto Mtakatifu nimekuwa nikikaa nao muda mrefu katika haya malezi. Kwa hiyo nina uzoefu na malezi ya watoto na malezi ya watoto. Kumbe basi tunapokuwa tunawalea humo ndio tunapata vipaji mbalimbali, tunapata watawa, tunapata mapadri na hata walei wazuri katika mito yao, kadiri ya mito yao. Kumbe kulea watoto ni kazi ya wazazi na walezi wao, wasimamizi wao mahali popote. Changamoto tunaipata katika malezi ya watoto ni malalamiko ya watoto, pengine kutopewa haki stahiki kama watoto. Watoto wamekuwa na mahangaiko mengi, na hasa suala la unyanyasaji kijinsia, kulawitiwa, kunyanyasiwa. Kwa hiyo hili limekuwa ni changamoto katika malezi. Kwa hiyo tunapoona sisi mababa, mapadri na maaskofu wanapounganika namna hii kuleta watoto katika changamoto, wanakuja kupata mafundisho mbalimbali. Kwa majina naitwa Sister Justina Nyamwiza, shirika la Masista Mtakatifu Francisco wa Toba na Upendo wa Kikristo. Naishi Biaramuro, jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Kwa upande wa kongamano la watoto linafaa sana, kwa sababu watoto wanakutana kutoka sehemu mbalimbali, tabia tofauti, malezi tofauti. Kwa hiyo kutokana na hili wanajifunza kuwa imara na kushika mwenendo wa Kikristo. Wale wanaoenda tofauti kidogo wanarudi kwa mstari. Kuna changamoto ya kimalezi ambayo inatazamwa kama vile ni aina mpya ya maisha. Ukisasa, ubize. Baba anafanya kazi, mama anafanya kazi, wanakutana pengine jioni. Teknolojia kama TV inakuwa ndio walezi wa watoto. Hili pia mnalitazamaje nyie kama walezi katika kanisa? Kwa upande wa kanisa, kimaadili inakuwa chini, kwa sababu mtoto hajakana wazazi, ni kukutana nao, pengine wakutani nao. Kwa unapokuja kumweka kwa mstari kidogo inakuwa ngumu. Ila tunapokutana hivi na tunapowalea na kuwaelekeza, tunaweka kwenye mstari. Kwa upande wa mapendekezo yetu, tunaomba pia malezi yaendelee na kwa wazazi pia. Kwa jina naitwa Margaret Nsia Wandia. Natokea jimbo la Bunda. Ndio. Makongamano kama haya kwenu kama walezi na walimu hawa watoto, unadhani anaweza kuwa ni mbadala wa malezi ambayo sasa hivi taifa limekuwa likilia? Ndio, naweza nikawa mbadala wa malezi ya watoto, Utoto Mtakatifu wa Yesu. Nimeshahudhuria makongamano makubwa ya kitaifa likiwemo Tunduru Masasi, Kondoa. Pengine mnapokutana na watoto sasa mnawaelimisha nini? Au ni ndivyo hivyo kwamba ni kukuja na kurudi imekuwa kama vile utamaduni? Hapana, tunawaelimisha kama mawazo aliyokuwa anaelimisha Baba Askofu. Tunaangalia, tunasikiliza ili tuendelee kwenda kuwaelimisha. Unaitazama kesho ya hao watoto katika maisha yao itakuwaje kama mtaendelea kuwa na makongamano hayo kwa karibu? Tunaitazama kesho ya makongamano hayo ili tuendelee kuwaendeleza na kuwalea vyema. Hapana, kesho ya watoto. Kesho ya hawa watoto tunaiona mbele kwamba inaweza ikawa mafanikio ya kanisa. Asante. Kwa kifupi tupe maudhui ya kongamano hili la watoto. Karibu. Ongeza na jina. Naitwa Padri Constantino Gelvas Sendama. Ni mkurugenzi wa mashirika ya kipapa jimbo kuu la Mwanza. Leo tumepata fursa ya tangu juzi ya kuwakutanisha watoto wa Katoliki majimbo 8 yanayounda kanda hii ya Mwanza, kanda ya Ziwa kwa maana nyingine. Jimbo la Bukoba, Kayanga, Rulenge Ngara, kuna jimbo la Shinyanga, jimbo la Bunda, jimbo la Msoma na jimbo kuu la Mwanza. Hawa watoto wamekusanyika hapo kwa lengo
na kujifunza imani yao pamoja na maisha ya kawaida tu ya kibinadamu. Kumbe wamepata semina mbalimbali kutoka kwa maaskofu, kutoka kwa mapadri na kutoka kwa waamini walei. Kumbe lengo ni kuimarisha watu wakuwe katika maadili yaliyo bora ya kumpendeza Mungu pamoja pia na binadamu wenzao. Kumbe hawa watoto wako wengi sana, kama 5,000 na kitu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watoto hawa, na leo siku ya hitimisho tunazidi kuwaombea amani na baraka. Wanaporudi huko nyumbani wakawashirikishe wenzao yale waliojifunza. Ndugu zangu, kutokana na malezi haya ndipo tunapata viongozi wazuri ndani hata ya serikali. Ukiona kiongozi mwadilifu alipata malezi bora tangu akiwa mdogo. Na ukipata kiongozi ambaye ni tenda rushwa, mnyanyasaji wa watu, huyu pia alipata malezi ambayo yenye mahangaiko tangu akiwa mdogo. Kumbe watu tunawarithisha tunu zilizo njema, tunu za kanisa na tunu pia za kibinadamu. Leo wamefurahi, wamekaa hapa pamoja kama siku 3 na leo wanahitimisha, wengine watarudi nyumbani. Kwa hiyo tunasema asante Mungu kwa zawadi hiyo. Lengo kuu ilikuwa ni mafundisho. Wakae hapa, wasali pamoja, wapate semina zao, wacheze pia na wenzao, wabadilishane mawazo. Kwa hiyo tumefanikisha kimsingi, kwa sababu tayari walikuwa wanaishi hapa, wanalala hapa. Hata kama walikuwa sio watu wengi kama hawa, changamoto hazikosekani. Kumbe hizo changamoto wanazozipata zinawakuza zaidi, zinawaimarisha zaidi. Hata kama anatokea familia ambayo ni bora zaidi, anapokuta hapa anakutana wenzao wa mazingira magumu, anaonja kumbe kuna watu wengine ambao wana maisha magumu. Napaswa pia niwasaidie, kwa sababu wametoa pia matoleo kwa ajili ya kuwasaidia watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Asante. Majina naitwa Bibiana Marco. Natokea jimbo la Mwanza. Nimefaika kumjua Mungu. Wewe umekuja kwenye semina, imekusaidiaje wewe kiroho? Nini, na umekutana na watu au umekuja tu kula ubwabwa? Karibu. Kumjua Mungu, kuwasaidia wenzangu, kuwashauri na kuwashauri kuja kumtumikia Mungu kila siku za maabudi. Asante. Mimi naitwa Askofu Flavian Matendi Kasala, ni askofu wa Jimbo Katoliki la Geita. Malezi. Pengine kama kiongozi wa kanisa hili unalizungumzaje? Karibu. Asante sana. Nawashukuru ndugu zangu watazamaji. Kweli katika kongamano tumesisitiza swala la malezi, na dira yetu sasa hivi ni kuangalia pamoja na vyombo ambavyo tunavyo. Mwenyezi Mungu ametupatia wazazi, ni walezi wa kwanza. Mungu mwenyewe anatulinda, anatulea, anatuongoza, lakini jamii ikiwa inawajibika, tunataka kumjengea mtoto katika hatua za mwanzo kabisa ile hali ya kuanza, anapokuwa tu aanze kuelewa yeye ni mlezi wake namba 1. Na nini? Mtoto aelewe mazingira yale ambayo yanampa tunu, na tunu hizo bila woga azishirikishe kwa wenzake. Lakini vile vile mtoto atakayeelewa vizuri ni kama mlezi namba 1, washirikishe wenzake, hata vile ambavyo jamii, wazazi na nani wanamwambia hivi havistahili. Kwanza kwako kama mtoto, kwako kama binadamu, vinamuudhi Mungu, kwa hiyo awe navyo. Na ndio maana tunaliwaza hilo kwamba pengine labda tulidhani wako tegemezi sana, hawaelewi. Lakini ukweli ni kwamba watoto wanaelewa. Mtoto ukimweleza huyu ni nyoka, akimuona anapiga kelele nyoka. Kwa hiyo hilo ndio tunaanza kujengea hapo, kwamba wanao uwezo, si kweli ule sasa kupambana na mabouncer na nini, lakini wao wenyewe wawe sensitive na mazingira, kwamba si rafiki kiasi hicho. Na tunaamini tukimjengea yeye uelewa huo, na akaweza kutafsiri mazingira hatarishi mapema, inawezekana yeye, ndio tunakwenda mbali, tunasema mtoto awe mlezi wa mtoto mwenzake, mtoto awe mlinzi wa mtoto mwenzake, walindane. Kulindana ni tunu.
tunu kabisa kubwa ambayo watoto wanaweza kuwa nayo. Kwanza, kuishi imani yao. Waweze kuonyana kwamba wewe usiibe maembe, wewe usifanye katika hizo kelele, huyu anaiba maembe, huyu anafanyaje, kukwepa kushirikishwa katika maovu. Ni malezi hayo. Sasa inakwenda mbali, ndio tunawapa mpaka mbinu. Sasa mazingira hatarishi sasa hivi, ikitokea mtu anamvamia mtoto, anamtamkia maneno ya ajabu ajabu, wapige kelele, watamke kelele, si tu kupiga yowe, lakini hata atakaporudi nyumbani, kitu cha kwanza kumweleza mpendwa wake, mzazi, kaka, dada, kiwe ni hicho cha kusema fulani leo alikuwa anafanya hivi, au fulani amefanyiwa hivi na nani na fulani. Kwa hiyo unaona, wakaepuka ile mazingira ambayo sasa hivi watu wengine wanaingiza watoto katika mitego kwa kuwapatia vitu ambavyo vinavutia watoto, peremende. Sasa hivi tumeingia simu hizi na vitu vingine ambavyo kwa kweli havistahili kutumika kwa ajili ya kumharibu mtoto. Pengine tupaswa kumpa kwa ajili ya kumpongeza kwa kutenda mema. Tumepoteza dira, tunatumia vitu hivyo kuharibu watoto. Aweze kupima hii pipi, hii ni mtego, na hii inatoka kwa mtu mwema kama shukrani. Ni malezi na ulinzi. Na akampigia kelele mwenzake, usichukue pipi hiyo, usichukue ndizi hiyo, huyu hatumfahamu. Unaona, si kwamba wakaogopa watu, lakini hali imefikia hivyo kwamba watoto wajilee, watoto walelewe taratibu. Halafu sisi kama kanisa, wazazi, jamii, ni kama tunakuwa nyuma yao sasa kuendelea kupanua zaidi uelewa wao. Baba yuko bize, mama yuko bize, TV zimekuwa ndio sehemu ya malezi ya kwa watoto. Pengine kama kiongozi wa kanisa, nini rai yako sasa katika hili? Kwa sababu sasa mwisho tunaanza kulaumu dunia, kumbe mwisho haya ubize wetu umegeuka kuwa shubiri kwa watoto. Ni kwamba mazingira hayo haepukiki. Huyu baba kuwa huku, mama kuwa huku, mara nyingine kwa sababu ya huyu jamaa mtoto ambaye yuko katikati hapo. Asome, atibiwe, awe na maisha mazuri, waweze kupata mahali pazuri pa kuishi. Haiepukiki tulipofikia. Lakini sasa hizi njia mbadala tuangalie. Kwa mfano television, kuna program nzuri tunaweza tukawekea watoto kabisa, kweli ikashiriki katika malezi ya mtoto. Tumejiachia mno. Katika television kuna kitu kinaitwa parental guide, si ndio? Mzazi anaweza akaifunga television kwamba wakati hayupo mtoto channel fulani hafungui. Si ndio maana parental guide? Na zinajifunga kabisa. Je, wazazi tumeshindwa hata kufanya kitu kama hicho? Mara nyingine sasa kibaya zaidi, unaweza kukuta wazazi tunakaa na watoto kufuatilia tamthilia ambazo zina maudhui ya watu wazima. Tena mara nyingine katika saa ambazo sio za afya kwa mtoto. Saa 3, saa 4, saa 5 wamekaa eti ni familia tunafuatilia. Na katoto kweli wameshakaingizia kichwani, kanajua jana ilikomea wapi, kanataka leo kaunganishie pale kaendelee. Wakikaingilia ile kanakata tamaa, kanachukia, kwa nini? Tumemlea hivyo. Lakini kweli ingefikia mahali kwamba sasa muda wenu wa katuni umekwisha, katuni hii mtaendelea kesho. Kuanzia kwenye television kule. Watoto, katuni hii yetu inaishia hapo, ni 1:30, mwende sasa mkali. Television inalea, kwa sababu nyuma ya television wako binadamu. Wako watu nyuma ya television haijiendeshi. Kwa hiyo wale wapanga vipindi wakachagua maudhui, sasa ni kipindi cha watoto, una uhakika hata wameshasoma, ukapa nusu saa ya kuangalia katuni nzuri kabisa. Hatusemi tule zote ziongelee maisha, imani ya dini. Tunajua wanahitaji entertainment vile vile, lakini za kwao. Sisi tulikuwa tunasoma wakati ule vitabu vya Buricheka na Elizabeth na nini, lakini maudhui ile ilikuwa tunaipenda kweli. Hata kama unasomewa, mlipofikia mnataka muende inapokwenda. Kwa hiyo bado zinaweza zikawa ni njia za kusaidia kulea watoto. Na hata redio ikaongea, nini ikaongea, wazazi wakashiriki, wakajua sasa hivi hatufunguli channel fulani, tutaifungua wakati ambapo ni muda wetu. Watoto wanahitaji muda mrefu wa kulala, wanahitaji vile vile wajisomee. Hayo yote ni sababu za kufanya wasionekane wanabaguliwa, lakini vile vile wapate hicho kimwanya cha kuangalia hizo nani zinazowafurahisha, hasa wiki za wikendi, lakini zenye maudhui ya kwao. Basi nashukuru. Asante.